Hi, mambo vipi? Mimi naitwa Ricky, niko zangu Nairobi, Kenya kwa ajili ya mambo ya kikazi kidogo. Nimerealize kwamba Nairobi hapa, sehemu ambayo mimi nimefikia, ni sehemu ambayo ina apartment nyingi sana kuliko hata makazi ya kawaida ya watu ambayo kama vile tulivyozoea Dar es Salaam. Dar es Salaam ukienda unakuta katikati ya mji kuna nyumba za watu, mtu na nyumba yake tu ya chini amejenga, ukienda pale Kijitonyama, ukienda hata Masaki, ukienda wapi. Lakini kwa Nairobi imekuwa tofauti sana. Apartment ni nyingi. Apartment za ghorofa ni nyingi sana, na biashara ya Airbnb Nairobi ni biashara ambayo ni kubwa sana hapa. Sasa nikajaribu kuangalia kidogo, kufanya research ndogo, kwa nini Nairobi kuko na apartment nyingi sana kwa hapa, kwa experience yangu tu ndogo ambayo mimi nimeiona. Kupanda kwa bei ya ardhi, moja kati ya sehemu ambazo ardhi zinauzwa kwa bei kubwa sana ni Nairobi. So mtu anayefanya investment ni ngumu kuja kununua ardhi aweze kujenga nyumba ya kuishi tu kawaida. Wengi wanajenga apartment, so naye achague sehemu moja hapo, ghorofa moja hapo, akae na familia yake, afu nyingine yote anapangisha. Kingine ambacho nimerealize hapa ni kutanuka kwa mji. Watu wengi wanavyohamia, pia demand za sehemu za kuishi zinakuwepo. Ku save space inabidi watu sasa wajenge magorofa kwa ajili ya kupangisha watu. Lakini pia kuboresha kwa miundombinu. Mfano kama vile kuna barabara za express. Hizi zimepelekea watu kwenda kujenga apartment hata nje kidogo ya Nairobi, yani pembezoni. Kuna apartment nyingi sana. Mfano kama ukienda Ruaka, ukienda Kikuyu, huko ukienda unakuta kuna apartment nyingi sana. So mtu anaweza kufanya zake kazi hapa CBD, anakaa zake apartment zake huko Ruaka, kwa sababu kuna express, inakuwa ni rahisi yeye kuchukua zake gari au kudrive mwenyewe, anapita bila foleni, bila nini, kama ukiamua kulipia hizo barabara ambazo wao wanakuwa wanapita. Lakini pia kubadilika kwa lifestyle tu ya vijana. Vijana wengi sasa hivi wanapenda kuishi apartment, kuishi wapi, lakini pia wanapenda kukaa mijini, sehemu ambayo watapata gym, watapata nini. So wengi wamekuwa wakiprefer kuishi kwenye apartment. Lakini pia apartment zimekuwa na usalama mkubwa sana. Mfano apartment ambayo mimi nakaa hapa ya Queen Mom, masaa 24 iko secured. Huwezi kupanda bila funguo, yani ulinzi upo wa hali ya juu. So watu wengi wameprefer kuishi apartment kuliko kwenda kukaa kwenye hizi let's say kama nyumba za chini au nyumba za kawaida kidogo, imekuwa hazina soko hapa Nairobi. Ili swala nikajaribu kujiuliza, biashara ya hoteli iko vipi ndani ya Nairobi, kwa sababu hizi apartment zimekuwa ni nyingi sana. Nani ambaye anaenda hotelini sasa hivi? Na nimezunguka nimekutana na hoteli chache sana. Watu wengi sana wanaishi apartment, wana choose Airbnb. Wageni kama mimi nimefikia hapa Queen Mom apartment, just imagine nimeshindwa kwenda hotelini, na hapo nalipia pesa ndogo, napata huduma nyingi. Unaweza kaona uhuru pia unapokuwa apartment unakuwa ni mkubwa zaidi kuliko ukilinganisha na uhuru ambao unapata ukiwepo hotelini.